Waziri Mkuu wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba amefanya ziara ya kikazi mkoa wa Mwanza ambapo amekagua maeneo mbalimbali yaliyoathirika ama kuharibiwa kufuatia vurugu zilizotokea Oktoba 29. Akiwa katika ziara hiyo, Waziri Mkuu pia akapata nafasi ya kuzungumza na wananchi katika uwanja wa Nyamagana jijini Mwanza na kuwasisitiza kuendeleza amani, utulivu pamoja na mshikamano katika jamii. Tumekubaliana kuendesha nchi kwa mujibu wa katiba na sheria. Kila mmoja ana wajibu wa kutimiza kwenye hili. Kwenye nchi yoyote ile hakuna haki inayokwenda bila wajibu. Una haki yako na una wajibu wa kutimiza. Tuna dukuduku, tuna kero wa Tanzania, tutashughulikia yale yaliyo dukuduku. Mengine ni ya kinidhamu, tayari Mheshimiwa Rais ameshatoa maelekezo. Mengine ya kimahusiano, tayari Mheshimiwa Rais kashatoa mwongozo wa namna ya kuyashughulikia. Na Tanzania si mgeni wa kushughulikia mambo hayo. Wakati mkutano ukiendelea, mmoja wa wananchi walijitokeza na kudai kuwa amedhalilishwa na mmoja wa watumishi wa umma, ambapo kufuatia malalamiko hayo, Waziri Mkuu akatoa maelekezo kwa mkuu wa mkoa wa Mwanza pamoja na mganga mkuu wa mkoa kuhakikisha mwananchi huyo anasikilizwa na kupatiwa haki yake anayostahili. Mheshimiwa, nikiwa niko naye pale kwa sababu mtu ni jirani yangu, alitamka maneno yafuatayo. Akaambia, ustazi, unapokuwa ukienda hospitali una taratibu sana za kufuatilia mambo unapopeleka mgonjwa. Nikamwambia ni haki yangu ya msingi kufuatilia mambo ya mgonjwa wangu ili nijue. Akaniambia, sasa sikiliza, kawatishie wale wapumbavu wenzako. Mimi mara moja utakapopata na changamoto akiapa nitakuchoma sindano ya sumu. Tukiwa tunachepusha mkuu maji. Nikamwambia mimi sikusoma, sikwenda shule yoyote. Daktari hana mamlaka ya kunitamkia maneno hayo. Akaniambia ndio maana mke wako alijikojolea na akajinyea hospitali kumdhalilisha mke wangu. Nilikuwa na majirani wakataka kutoa maamuzi magumu mkuu. Nikamwambia huyu ni daktari, kwa nini atamke hivyo? Nikasema hapana, mimi kwa sababu Mwenyezi Mungu na kiongozi wa dini niliomba dua Mwenyezi Mungu afanye taafifu. Walitaka kutoa maamuzi magumu wananchi kwa sababu yule daktari tunaishi naye mtaani. Nikamwambia hapana, mimi ni imamu, acheni nipeleka kwa viongozi wanayemiliki huyu daktari. Nilienda kwa incharge wa kituo anaitwa Toma, namfahamu kwa jina moja. Aliniambia hili swala ni gumu, naomba nilipeleke kwa DMO. Akaniambia sasa, nikamuuliza wewe ni daktari, kwa nini useme mke wangu alijinyea na kiapo ulichokula cha kiudaktari uruhusi kutoa siri ya mgonjwa? Nikaenda kwa DMO Iremera. DMO akasema hili swala ni gumu. Akawa ananipiga danadana mkuu. Nikienda njoo kesho, nikienda njoo kesho, nikienda njoo kesho. Nikasema hapana, mguu wangu upo. Nikaenda mpaka kwa RMO, mganga mkuu wa mkoa. Ni mwanamke asimfahamu jina. Nikaenda akaita madaktari wote, tukakaa akaita yule daktari. Mganga mkuu, Waziri Mkuu alisema daktari ana mamlaka ya kumtukana mtu yote na kutoa siri akiwa kwenye nje ya kituo, ambacho ni kitu mimi sikukubaliana nacho. Nikamwambia naomba maandishi yanayokuelekeza, kwa sababu wewe ni mganga mkuu na imiliki wilaya zaidi ya 9 na ulienda kusomea udaktari, na huyu amekula kiapo cha kiafya, kwa nini amzalisha mke wangu? Akaniambia nimpeleke mahakamani huyo daktari. Nikasema hapana, dini yangu imekataa kumpeleka mahakamani. Nikatoka hapo nikasema hapana, nikaenda kwa incharge sekretule pale ghorofa ya 3, nikamueleza maneno haya. Akasema hapana. Nikaandika barua kwa mkuu wa mkoa, kwa katibu tawala, kwa nakala ya kuomba ni kwa nini daktari ananitamkia maneno haya na kumdhalilisha mke wangu, na mke wangu jamii anajisikia. Nikaenda kwa mkuu wa mkoa, nikamkuta katibu wake simfahamu, ni bonge hivi. Mkuu wa mkoa na mzuri namfahamu huyo hapo, na ni Muislamu wenzangu. Naambiwa njoo kesho, njoo kesho, njoo kesho. Mimi sikati tamaa Mheshimiwa Waziri Mkuu. Nikaenda, shida yangu nataka anijibu mkuu wa mkoa kuwa daktari ana mamlaka ya kutoa siri ya mgonjwa alichofanywa pale odini. Nikaambiwa swala ile mkuu wa mkoa ameshaupatia na kila sehemu mkuu, kwa sababu nimekuona ulikuwa Nyasaka unatoa maelekezo. Nilikuwa kwenye TV, mke wangu akanambia Waziri Mkuu hapo amekuja. Yule bwana alikia Makuli ndiye aliyekufa na sheria hiyo, sheria haipo. Nikamwambia usiniuzi, mimi rais wangu namwamini na nimempigia kula kwa tabu na yupo, na nikamuombea dua na kwa yaliyopo Rabbana wa mfuana wa kifilana wapisho wanaofanya mambo ya ajabu atanitendea haki. Ikaandikwa barua hapa kutoka kwa katibu mkuu
wa mkoa Mwanza, nakala kwa RPC, kwa katibu wa mkoa. Nikaenda nikamwambia huyu mtu nimpeleke, ndimuona mtafunga uzuri na mfahamu. Akaniambia una shida gani, kwa nini usimfungulie kesi? Yule daktari mheshimiwa waziri mkuu kila akitoka nijirani naye ni matusi ya nguoni, na anasema yeye ndio Samia, yeye ndio waziri mkuu. Mimi nikatulia tu, nikawa naomba Mwenyezi Mungu Rabbana, naomba tu tutapata waziri mkuu mwenye kutetea wanyonge. Siku anakuchagua Samia, barua yako nilikuwa nafuatilia kwenye vyombo vya habari, ulidua pale bungeni. Mheshimiwa, nikataka kujua kama yeye Magufuli aliondoka na sheria na nikamfufua Chato mkuu, ninalia machozi haya. Natamani kuanguka mbele yako. Huyu daktari na uzuri yule mganga mkuu wa Rainwoni mwanamke, barua ninazo. Umetoa maelekezo kiongozi anapokuwa kwenye mamlaka asipate tabu. Nina barua nitaomba niwasilishe, na huyu daktari aniambie mimi alisema ataniua kwa kunichoma sindano ya sumu. Kila nikienda huko napigwa danadana. Jumanne mkuu wa mkoa amekuwa na utaratibu mzuri sana wa kusikiliza wananchi na wakuu wa wilaya, na hili nikupongeze sana mheshimiwa mkuu wa mkoa. Haya ndio mambo ambayo mheshimiwa rais anataka. Kila watu watenge siku za kusikiliza wananchi, na siku zingine wakawasikilize kule kule kwenye maeneo yao. Siku moja moja hiyo wasikilize kero za mtu mmoja mmoja. Hizi siku zingine wawasikilize wale wengine. Itisha mganga wa mkoa na huyo mganga mwingine na ndugu yetu, tupate ukweli wa jambo hili. Pateni ukweli wa jambo hili. Na tena asiwepo mtu wa kumtisha mwananchi. Sheria za nchi zipo. Wala asitishwe, sheria za nchi zipo. Na haya mambo rais wetu hayapendi na hayataki na ameyakataza. Na mimi nipate hiyo taarifa ili tuweze kuchukua hatua inayostahili kwenye jambo hili.